Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Mzee wa data, uko salama kabisa? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hofu kwako bwana? Mimi niko salama kabisa, nashukuru Mungu. Basi nami pia. Sawa. Mzee wa data, tunafahamu siku chache tumeshuhudia mchezo wa ligi kuu kati ya Singida wakiwa ugenini na Simba Sports Club Mnyama. Matokeo 1-0 Simba walibuka na ushindi. Na tamani tuzungumze. Najua wengi walifanya vizuri, lakini hapa nataka tuzungumzie eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa upande wa Simba, Steven Dese Mukwala ambaye ndiye aliandikia Simba goli moja, lakini pia kwa upande wa Singida Black Stars, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanaonekana mara nyingi kwa sumbua beki wa Simba ni Soa. Natamani kufahamu sasa kuelekea mechi hao ya Jumamosi hii ambako Simba anakutana tena na Singida Black Stars. Yes. Namna ya bato inakwenda kuwa ya aina gani kwa wachezaji hawa hasa katika timu pinzani? Ni bato lakini ya ufungaji. Ni bato ambayo haiwakutanishi. Manake tofauti na mweza katafsiri kwamba vita baina ya wawili hawa. Ni vita baina ya wawili hawa katika kupachika mabao, sio vinginevyo, kwa sababu hao wote wakipata nafasi ya kucheza ni washambuliaji vinara kwenye timu zao. Kwa sababu Simba unajua mfumo wake mara nyingi huwa ni baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi wanne, alafu kuna viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja baada ya golikipa. Vivyo hivyo Singida Black Stars hufanya. Hata katika mechi iliyopita unaosema ambayo Simba walishinda 1-0, bao lilofungwa na nani? Na Steven Dese Mukwala. Muundo ni namna hiyo, kwa maana baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Yule mmoja wa mwisho kwa Singida ndiye hapo unazungumzia Jonathan Soa. Yule wa mwisho wa Simba ndio unazungumza Steven Dese Mukwala. Lakini wakati mwingine mwalimu hunyumbulika. Kwa mfano katika mechi hiyo kuna wakati uliwakuta wote wawili, Steven Dese Mukwala, lakini kuna Lionel Atemba Mbida. Wote ni washambuliaji vinara. Kwa maana kwamba sasa anakuwa na 4-4-2. Mwalimu anakuwa anabadilisha. Ama siku hiyo Fadu Davids kuelekea mwishoni mwa mchezo dhidi ya Singida alipanga mabeki wakati watatu, kwa sababu alitoka Mpanzu, alikuja kuingia beki mwingine wakati. Kwa maana alikuwepo Shemalon Fondo, alikuwepo Shamu Karabu, akaingia Abdurazak Hamza. Wakawa na 3-5-2. Kwa hiyo juu kule kukawa na wawili. Kwa hiyo wakati mwingine Singida pia alikuja kuingia Elvis Rupia, wakawa wawili. Kwa hiyo mfumo ukabadilika ukawa 4-4-2, Simba ikabadilika ikawa 3-5-2. Kwa maana kwamba mabeki wa pembeni Mohamed Hussein Shabalala, upande ambao wanacheza Shomari Kapombe, wale wanakuwa ni wing back. Kazi yao wanakwenda na kurudi, wao ndo wanashika ufunguo wa mfumo wa 3-5-2. Lakini tunapozungumzia ile 4-2-3-1, wale moja kama nilivyotoka kueleza ni Steven Dese Mukwala pamoja na Jonathan Soa. Hawa wote wana madhara makubwa kwa wapinzani. Kwa sababu hiyo mechi hii umeuliza kwa usahihi kabisa kwamba hawa wameshika funguo endapo watapata nafasi ya kwanza kikosini, kwa sababu ndio wa kuchungwa zaidi katika eneo la ushambuliaji kwa kila timu. Hawa wote kwa nyakati tofauti wamewahi kuwepo katika ligi kuu ya Ghana. Jonathan Soa tunafahamu ni Mghana, alifanya vizuri sana na Medeama akaipa ubingwa wa ligi kuu ya Ghana. Lakini Steven Dese Mukwala alikuwa Asante Kotoko, akitoa Simba ametoka Asante Kotoko ya Ghana. Na wote wakiwa katika ligi kuu ya Ghana walifanya vizuri sana katika upachikaji mabao. Na msimu huu katika ligi kuu Tanzania bara miongoni mwa nyota wanaofanya vizuri kwenye timu hizi ni pamoja na wao. Kumbuka Steven Dese Mukwala alianza na Simba tangu mwanzo wa msimu, lakini si mchezaji ambaye anapata muda mwingi wa kucheza uwanjani. Ingawa mechi anacheza nyingi, dakika anacheza chache, kwa sababu mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara Steven Dese Mukwala Simba amecheza mechi ngapi? 27, si ndio? Yeye amecheza mechi 25. Kwa lugha nyingine amekosa mechi 2 tu. Lakini katika mechi hizo 27 alizocheza, kacheza mechi 25. Dakika alizocheza ni dakika 1049. Umeshaona? Lakini dakika hizo 1049 Steven Dese Mukwala amepiga mashuti 32. Mashuti 19 yamelenga lango, kafunga mabao 12, ana assist 3. Kumbuka Simba kwenye msimamo ligi kuu Tanzania bara ni wa pili kwenye msimamo baada ya watani zao jadi Yanga wenye pointi 73 au na pointi 72, lakini kwenye mabao Simba wamefunga mabao 63, wameruhusu mabao 11. Kwenye yale mabao 63 utaona Steven Dese Mukwala amehusika mabao 15. Kwa maana mabao 12 amefunga mwenyewe, likiwa mabao alilofunga dhidi ya Singida Black Stars pale KMC Complex, lakini pia ametoa assist 3. Kwa mabao 15 katika 63 ukiweka katika asilimia ili upate mchango wa jumla wa Steven Dese Mukwala katika upachikaji mabao ndani ya Simba, utagundua ni around asilimia 24. Ni idadi kubwa ya mabao, mchango mkubwa, kwa sababu kumbuka kucheza kwake yeye mechi 27 amecheza 25,
dakika alizocheza ni 1049 tu. Mchango wa asilimia 24 ni mchezaji ambaye anapaswa kuchungwa. Hata katika mechi hii dhidi ya Singida Black Stars ndiye aliyekuwa msumbufu. Kufikia dakika ya kwanza akawa na offside ya kwanza, dakika ya pili offside ya pili, dakika ya tatu offside ya tatu, dakika ya 4 offside ya 4. Walikuja kupata offside ya 5, yeye alihusika offside 4 mpaka dakika 10 tu za mwanzo wa mchezo, kuonyesha namna gani alivyokuwa na njaa. Ana uwezo mkubwa wa kuwa anacheza kutokea upande wa kulia, upande wa kushoto, katikati, kwa sababu ni unplayable. Kwa maana kwamba hatabiriki kwa beki wa kati, mabeki wa Singida Black Stars kwa vyovyote katika mechi pia. Akiwepo Steven Dese Mukwala, mgongoni nambari 25, hujui muda upi atakuwa kushoto, atakuwa katikati, atakuwa kulia. Hata siku alikuwa anasumbua sana kina Frank Asink, alikuwa anasumbua akina Anthony Trabi, baadaye alikuja kuingia Kennedy Juma Wilson na mabeki wao akina Kofi Ande Cyril, beki 2, beki 3 tunazungumzia Ibrahim Imoro, na viungo wao akina Morris Uguchukuchuku, akiwemo Kevin Nation alikuja kutoka wakati wa mapumziko, akaingia Damaro, waliokuwa wanasumbua wakati wanashambulia. Simba wapo wengi kama ulivyotoka kueleza, lakini Steven Dese Mukwala ndo alishika ule funguo wa kumfikia golikipa wao Abasogi. Na mwisho wake alikuja kufanikiwa. Bao pekee katika mechi hii ambayo alishinda 1-0 alifunga yeye Steven Dese Mukwala. Na kumjua kwa mtazamaji wako pindi atakapotazama mpira, hata asipojua kwamba mfungaji ni yeye, kama hajaona rasta, kama hajaona nambari 25, akifunga bao aangalie tu nani anabinuka sarakasi katika kushangilia. Mwenye namba 34 akibinuka sarakasi sio yeye. Huyo anaitwa Elim Panzu Kibisawala, anatokea pembeni kushoto. Lakini Steven Dese Mukwala nambari 25 mgongoni. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, Jonathan Soa ni miongoni mwa wachezaji ambao ukimpima, kuna kipimo unajua katika kujua washambuliaji kwamba ni wazuri kiasi gani, kinaitwa GPM, goals per match. Kwa maana kwamba unachukua idadi ya mabao aliyofunga mshambuliaji unagawanya kwa idadi ya mechi. Jibu lake ukipata 0.5, maana yake huyo anaitwa mshambuliaji bora. Ukipata 0.75 and above kwenda juu, maana yake huyo ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia, tunasema world class striker. Sasa huyu Jonathan Soa amesajiliwa au ametua Singida Black Stars wakati wa usajili wa dirisha dogo. Katika mechi chache alizocheza mpaka sasa, Singida Black Stars wamecheza mechi takriban 28, sio? Katika mechi hizi 28 walizocheza, yeye Jonathan Soa amecheza mechi 12. Katika mechi hizi 12, dakika 952, tayari ameshapiga mashuti 24, ana mabao 11. Mawili ya mikwaju ya penalty. Mukwala ana goli la penalty Yes, mawili ya penalty, lakini ni ndani ya mchezo, kwa hiyo ni sehemu ya mabao 11. Kumbuka Singida Black Stars wako nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, wana pointi 53, wamefunga mabao 40, halafu wameruhusu mabao 22. Kwenye yale mabao 40, yeye kaja wakati wa usajili wa dirisha dogo, lakini amechangia mabao 11. 11 katika mabao 40 ukiweka ili ujue kiwango cha ufanisi wa mabao, mchango wa mabao wa Jonathan Soa kwa timu yake hii ya Singida Black Stars, utachukua 11 chini weka 40 zidisha kwa 100, utapata around 28%. Mchezaji anayekuja wakati wa dirisha dogo alafu anachangia mabao 28%, sio mchezo. Kumbuka Steven Dese Mukwala mchango wa mabao kwa timu yake kwenye ligi kuu ni 28%. Huyu mwamba 28%, kwa sababu ya kuangalia kwamba mabao aliyofunga Singida ni mabao 40, Simba wafunga mabao 63. Mabao haya ameyafunga baada ya kupiga mashuti 24 dhidi ya wapinzani. Utaona kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa sana. Mabeki wa Simba hapa tunazungumza sasa, mabeki wa kati ya sasa, Abdulrazak Hamza, Shamu Karabu, lakini pia Abdulrazak Hamza, Shamu Karabu wote kwa pamoja wakiwepo wana kazi ya ziada na Shemalon Fondo. Manake wao ndo watakutana naye sana kwa sababu wanacheza eneo la kati. Ingawa naye wakati mwingine anatokea pembeni, mzuri sana. Na sifa yake mojawapo uwezo wa kuangalia fursa nyuma ya mabeki. Halafu viungo wake hapa tunazungumza sasa anocheza nao katika viungo ushambuliaji pale. Tunazungumzia Josephat Athubada, tunazungumzia Maruf Chakei, tunazungumzia viungo wakati kina Damaro, akina Morris Uguchukuchuku. Mabeki wao pembeni Ibrahim Imoro na Andy Kofi Cyril wana kawaida ya kupanda, wanakuwa kama viungo wanaposhambulia, wanajua kumpelekea mipira ile ya kudondoka nyuma ya mabeki. Alisumbua sana Simba katika mechi hii ambayo pengine kama mwamuzi wa kati, hapa tunazungumza Heri Sasi, angekuwa kwenye kiwango chake bora cha uchezeshaji pamoja na wasaidizi wake akiwemo Zawadi, bila shaka Singida wangeweza kupata mkwaju wa penalty kutokana na namna alivyokuwa akiwachachafia mabeki wa kati. Kocha Fadlu Davids miongoni mwa mabadiliko aliyafanya ni kumuongeza Abdulrazak Hamza kufanya mabeki wawe watatu wakati
Sababu mojawapo ilikuwa ni pamoja na huyu, bila shaka kwamba Jonathan Soa alikuwa anawasumbua sana, ananyumbulika akipenyezewa mipira ya nyuma, mabeki mjanja katika kukimbia, kuweka mwili, anasimama kwenye reli, beki akija anakuja kupambana na mwili, ama amshike ama mgonge, ambayo inasababisha penalty. Wakati mwingine anaweza kusababisha kadi nyekundu kwa wapinzani kwa sababu ya kile kitu tunaita denying an obvious goal scoring opportunity, almaarufu kama dogso, ambayo yani ni beki wa mwisho, tuseme mchezaji wa mwisho baada kutoka golikipa, yani mchezaji wa mwisho kulielekea lango la timu pinzani, akiwa mwelekeo wa katikati ambao unamfanya aelekee kufunga, maana dogso haiapply kwenye maeneo ya pembeni mwa uwanja. Hili nalo muhimu. Sio kila faulo ya mwili ya mchezaji wa mwisho ni kadi nyekundu, isipokuwa ile ambayo mchezaji wa timu pinzani anakuwa katika fursa nzuri ya kulielekea lango. Mwelekeo ni muhimu sana. Lango liko mbele yake, analielekea, alafu unamchezea faulo, unaweza kupata kadi nyekundu ikiwa ndani ya box na penalty juu. Siku ile katika mechi ambayo Singida walifungwa 1-0, Jonathan Soa alionekana kuwa na madhara makubwa kwa walinzi wa Simba, hasa wa eneo la kati, lakini baadaye wakalazimika kuongeza nguvu kwa kumuongeza beki mwingine wa kati, kufanya wacheze 3-5-2, ilisaidia kupunguza madhara kwa sababu ya Jonathan Soa na makali yake. Kwa sababu hiyo hao wawili uliowataja ni kweli ni wachezaji ambao wanaweza kawa na athari chanya kwa Simba, hasi kwa Singida Black Stars. Tunapozungumzia Steven Dese Mukwala, chanya kwa Singida, hasi kwa Simba tunapozungumzia Jonathan Soa pindi wakipata nafasi ya kuanza kikosini, kwa sababu hizo timu zote zina wachezaji wazuri pia katika maeneo hayo. Mwalimu Fadu Davis anaweza asianze na Steven Dese Mukwala, akaanza na Valentino Mashaka. Anaweza kaanza na Lionel Ateba Mbida, halafu no problem, kwa sababu Lionel Ateba Mbida naye ana mabao 12, ana assist 3 katika ligi, mabao 15 ashichangia. Lakini kwa Singida Black Stars wanaweza badala ya kuanza na Jonathan Soa, wakaanza na Elvis Rupia ambaye pia ana mwenendo mzuri katika ufungaji katika ligi. Anashaona. Kwa hiyo ni Belto kama ulitoka kueleza, ya wachezaji wawili ambao hata hivyo hawakutani uwanjani. Ni nadra kukutana kwa sababu wote ni washambuliaji vinara, wanakwenda kugongana zaidi na mabeki, hasa mabeki wa kati. Mimi ni kushukuru sana. Shukran jazilan. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.